Utunzaji wa mazingira umeendelea kusisitizwa kuwa ni jukumu la kila mwanajamii ili kulinda rasilimali asili kwa vizazi vya sasa na vijavyo. Kutokana na umuhimu huo, Jumuiya ya Uhifadhi wa Mazingira ya Bahari na Fukwe Jamiani Jamabeko imetoa elimu ya utunzaji wa mazingira kwa wanafunzi wa skuli ya sekondari Makunduchi, wilaya ya Kusini Unguja. Akizungumza katika zoezi hilo, mratibu wa mradi wa Okoa Maliasili ndugu Abdul Vuai amesema lengo la kutoa elimu hiyo ni kuwajengea wanafunzi uelewa na kuhamasisha kushiriki kikamilifu katika kulinda mazingira kwenye maeneo yao. Tupo katika mfululizo wa kutoa elimu au class session katika skuli mbalimbali za wilaya ya Kusini, na leo tupo hapa Makunduchi. Kwa kweli mradi huu utaamsha ari kwa wanafunzi au skuli katika wilaya ya Kusini kuimarisha au kuanzisha hizi klabu za mazingira ambazo tumeona kwa mfano hapa leo katika skuli ya Makunduchi sekondari klabu mazingira hayako vizuri sana. Kwa hiyo tumepata kuwapatia elimu wanafunzi pamoja na kuanzisha klabu ya mazingira ili waweze kuweka mazingira safi katika skuli yao. Matarajio yetu ni kupata hiyo klabu za mazingira au kuimarisha klabu ya mazingira katika hii skuli ya Makunduchi, pamoja na skuli ambazo tutazipatia haya mafunzo katika wilaya ya Kusini, pamoja na chuo cha mafunzo ya amali kilichopo Makunduchi. Huu mradi umelenga sana katika kuwapatia katika kuimarisha hizi klabu za mazingira. Kwa hiyo mazingira zinahusiana na wanafunzi ambao wa primary na sekondari wapate kupata dhana nzima, kuelewa dhana nzima ya mazingira. Wito wangu kwa jamii na wananchi kwa ujumla, hasa wa wilaya ya Kusini, kutunza mazingira na kufahamu rasilimali zetu, matumizi yetu ya endelevu, pamoja na kujiepusha na uharibifu ili tuweze kusalimika katika hizi athari za mabadiliko ya hali ya hewa. Kwa upande wake, mwalimu wa skuli hiyo Idrisa Hassan Isa ameshukuru Jamabeko kwa juhudi hizo, akieleza kuwa wanafunzi wengi walikuwa hawana uelewa wa kutosha kuhusu masuala ya utunzaji wa mazingira. Kikweli tunashukuru Jumuiya ya Jamabeko kwa ushirikiano wao katika kuhakikisha kwamba mradi wa kuhifadhi mazingira katika jamii yetu ya Zanzibar unakuwa vizuri. Pia tunatoa shukrani zati kwa wafadhili wa mradi huu Helam Imarika tu kwa kuhakikisha kwamba vijana wetu wa shule pamoja na jamii inashirikisha katika uhifadhi wa mazingira pamoja na maliasili yote kwa ujumla. Na lengo la mradi huu kuhakikisha kwamba jamii yote inashiriki katika uhifadhi wa maliasili ili kupunguza uharibifu na kuongeza mabadiliko ya tabia nchi ili awe mzuri kwa jamii na Tanzania kwa ujumla. Hii itasaidia zaidi katika wanafunzi wangu, hasa wakiwepo shuleni watajua namna gani ya kuhifadhi mazingira, lakini vile hata kifa kwenye familia zao, kwenye jamii watasaidia uelewa zaidi ya wanajamii wengine namna ya kutunza mazingira na muhimu wa mazingira kwa ujumla. Nao baadhi ya wanafunzi waliopata elimu hiyo wamesema kuwa maarifa walioyapata yatawasaidia kuwa mabalozi wazuri wa mazingira na kuleta mabadiliko chanya katika jamii, hususan katika uhifadhi wa mazingira. Nashukuru sana Jamabeko kwa kutufahamisha kuhusu mazingira. Mazingira kiukweli, skuli, mitaani, popote pale ni machafu sana. Kwa hiyo wanaotuangalia tunawaomba wahimize sana kwenye mazingira. Mazingira ndio afya yetu, ndio mpango mzima huku chini. Ninawashukuru sana Jamabeko kwa kutufahamisha mazingira, kwa sababu mazingira yana faida nyingi sana. Tutunzeni mazingira ili tulete mazingira mazuri kwetu sote. Tunatakiwa tuyatunze mazingira. Tukitunza mazingira tutaondosha maradhi yaliyotuvaa sote duniani. Mradi wa Okoa Maliasili unatekelezwa na Jamabeko kwa ufadhili wa Helam Tanzania chini ya mradi wa Imarika tu.